Zuena Bushiri, jiandae Mheshimiwa Haji Amur Haji, jiandae Profesa Patrick. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi kunipa nafasi nichangie bajeti hii ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi naungana na wenzangu wote walioanza kuchangia bajeti hii asubuhi ya leo ya kuwapongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kazi nzuri sana ambazo wameifanya. Lakini pia kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa busara zake na hekima zake za kuiongeza nchi hii katika hali ya ustaarabu. Mheshimiwa Naibu Spika, anasema ustaarabu kwa sababu gani? Yaliyotokea ya wanaharakati, kama rais angekuwa ni mtu wa pupa tungeleta ugomvi kati ya nchi hizi mbili. Lakini kwa hekima zake na ustaarabu alisema maneno machache tu: tunaomba mtuache na nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, niwapongeze sana jeshi la polisi. Niwapongeze jeshi la polisi kwa kuwa natambua kwamba jeshi hili linafanya kazi usiku na mchana. Sisi wa Tanzania tunalala ndani, hatuna wasiwasi, tukijua kwamba vijana wetu, jeshi letu liko nje linafanya kazi. Na kwa hili ambalo limetokea hivi majuzi la wanaharakati hawa, tumeliona kwamba jeshi hili linafanya kazi usiku na mchana. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na pongezi hizi nitarudi kuwapongeza waziri wa wizara hii, mdogo wangu Bashungwa, kwa kazi nzuri ambazo anafanya. Naomba jimbo lako wakuone kwa jicho la ziada, wakurudishe tena katika uchaguzi huu ili uendelee kulitumikia taifa. Lakini bila kumsahau naibu waziri Mheshimiwa Silo, wakiungana kwa pamoja, wote kwa pamoja wanamsaidia Mheshimiwa Rais kufanya kazi yake, naye kuendelea kufanya kazi zingine. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya pongezi hizi nitaelekea katika mkoa wangu wa Kilimanjaro kuhusu nyumba na makazi ya watumishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesimama katika bunge lako hili mara nyingi sana nikiongelea kuhusu nyumba za makazi ya baadhi ya nyumba za polisi katika mkoa wa Kilimanjaro. Nitaongelea nyumba za makazi ya polisi katika jimbo la Same Mashariki, kituo cha polisi cha Gonja Maore ambacho kimejengwa mnamo mwaka 1958. Mheshimiwa Naibu Spika, ni ukweli usiopingika kwamba vituo vyote vilivyojengwa kipindi cha mkoloni vimechoka. Vimechoka miundombinu yake, vimechoka hata mtazamo tu ukivitizama. Mheshimiwa Mwenyekiti, naongea kwa masikitiko makubwa sana kwa sababu kituo hiki nimekiongelea sana hapa bungeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kituo hiki kinavuja. Kituo hiki, nyumba za makazi zote zinavuja. Kituo hiki miundombinu yake ya vyoo sio rafiki. Imefika mahali ambapo askari wetu wanachimba vyoo jirani ya vyoo vya zamani. Mheshimiwa Naibu Spika, hili ni jambo ambalo hata ukiangalia hata uchimbaji wao wa vyoo ni sehemu ndogo tu wanachimba. Kwa hiyo kiafya sio jambo zuri. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaiomba serikali yangu sikivu, Bashungwa, katika orodha ambazo katika budget uliotenga ya kukarabati, naomba ukija hapa, naomba utueleze sisi wakazi wa Same Mashariki, je, ni lini utakarabati kituo hiki ambacho ni kituo cha zamani sana kipindi cha mkoloni? Tunaomba tupate majibu ya serikali. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kiko kituo kingine cha Mkuu Rombo, kituo cha polisi. Mheshimiwa Naibu Spika, kituo hiki kinavuja sana. Kinavuja kiasi kwamba hata wao wanashindwa kufanya kazi wakati mvua zikiwa zinaendelea kunyesha. Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Zuena, muda wako umekwisha. Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja. Asante.